Kwenye Biblia kuna kitabu cha Ruth. Kitabu ni kama utambulisho. Naomi ndo main steering wa kitabu cha Ruth. Yes. Japo Ruth ni daraja la kwanza, Naomi anabadilisha identity. Tumesema somo la leo ni utambulisho. Akafuta kitabu cha Naomi, akambatiza upya, akawa Mara. Na kuna watu baraka zetu zimefungwa kutokana na majina tuliobeba, utambulisho wao kupitia ndoa. Ukampenda kama mtoto wako, ukambeba moyoni mwako kama mtoto wako, kama Naomi alivyombeba. Mungu wako atakuwa Mungu wangu, utakapokaa nitakaa mimi. Huo ni upendo kiasi gani? Kwamba Mungu anafanya value exchange. Yaani Mungu hawezi kukupa wewe baraka kama endapo uombei baraka. Nao, je, ni daraja au ni ngazi au ni ukuta? Hope umejifunza kitabu cha Ruth leo. See you next time. Kila laheri. Shosti! Tusemezane. Kwenye Biblia kuna kitabu cha Ruth. Ni kitabu ambacho kina milango minne tu, mlango wa kwanza mpaka wa 4. Lakini kwenye Ruth pia kuna kitu kikubwa sana ambacho nimepata ufunuo wa kutaka kusemezana na nyinyi ndugu zangu. Kwenye Ruth naomba tutambue kile kitabu ni kama utambulisho. Kwa hiyo somo letu la leo litakuwa linaitwa utambulisho, lakini linaenda direct kwenye kitabu cha Ruth. So grab your Bible and your notebook, then let's discuss. Sasa Ruth anaelezewa ndani yake. Unaweza ukasema ukisoma kile kitabu kitakuwa kinamhusu Ruth tu. Hapana. Kitabu kile in summary kinamhusu Naomi. Naomi ni nani? Naomi ni mwanamke aliyeolewa na Alimeki, then akapata watoto wa kiume wawili. Ndani ya watoto wa kiume wawili akapata wakawana wawili. Kwa kila mtoto wake alioa mke mmoja mmoja. Hapa nasema mmoja mmoja na identify mmoja mmoja kwa sababu Biblia nyuma watu walikuwa wanaoa watu wengi sana na kuwa na vijakazi na kuwa nao kwenye mahusiano, lakini walioa kulikuwa na Ruth na kulikuwa na Oprah. Sawa Then kwenye mji ambao Naomi alikuwepo, mume wake akafa. Akaja tena watoto wake wawili wa kiume wakafa. Akabaki na wakawana wawili ambaye ni Ruth na Oprah. Then Naomi akaamua kutoka kwenye mji wake na kurudi nyumbani kwao Bethlehem. Wakati anarudi Bethlehem, alikuwa ameambatana na wakawana wake, akawaambia, mimi ninaomba niwaruhusu kwa sababu sina uzao tena wa kiume wa kuwafanya nyinyi mje muolewe au mpate watoto na nini, kwa hiyo mimi nyinyi mko huru. Oprah akaondoka. Ruth hakuondoka, akaambatana na Naomi mpaka Bethlehem. Alipofika Bethlehem kule, Ruth akawa anafanya kazi kwenye shamba, akakutana na Boaz. Boaz alikuwa ni ndugu wa Naomi. Then Boaz akampenda Ruth. Then wakaoana, wakapata watoto. Naomi akabahatika kulea wajukuu wa tumbo la mkamwana wake. Hiyo ndio story kubwa. Sawa Lakini tunashangaa kwa nini kitabu kinaitwa Ruth. Lakini ndani yake kuna Naomi. Kwa sababu bila Naomi hakuna Ruth. Lakini niko hapa kuelezea utambulisho. Turudi kawaida. Naomi ndo main steering wa kitabu cha Ruth. Yes. Japo Ruth ni daraja la Naomi. Naomba tuanze kuchambua kinagaubaga kwenye Ruth. Grab your Bible, I grab mine, then let's discuss. Haya. Kwenye kitabu kile tunamuona Ruth kama mjane ambaye alimtunza mkwe wake, si ndio? Na kupata baraka za kuolewa tena na Boaz baada ya kutoka katika nchi ya Moab na kupokelewa upya, maana ni nchi Naomi aliolewa na kupata watoto wa kiume, na ni nchi iliyokuwa na furaha na huzuni ya Naomi kwa kuwa na ndoa, uzao na vifo. That's the summary of Ruth. Yaani hiyo story yote sasa summary kubwa hapa I just write down kutokana na ufunuo niliopata ni kwamba Ruth alikuwa mjane. Ni kweli alikuwa mjane, but akamjali mkamwana wake kutokana na walipotoka Moab. Sasa let's break down. Kwanza Naomi anabadilisha identity. Tumesema somo la leo ni utambulisho. Sawa Tunaona katika Ruth mlango wa kwanza mstari wa 20 nao unasema, akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitendea mambo machungu sana. Sasa
Kwa nini amesema asiitwe Naomi bali aitwe Mara? Tunaendelea, tunasema Naomi akabadilisha jina akaitwa Mara. Kibibilia kubadilisha jina ni kufungua kitabu cha kale na kufunga kitabu cha kale na kufungua kitabu kipya. Tukitumia reference ya Biblia ulionayo, kuna vitabu kama Mwanzo 17 mstari wa 5, ni kuelezee tuone wangapi walibadilishaga majina yao kwenye Biblia. Kwenye Mwanzo 17 mstari wa 5 anasema, wala jina lako hautaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Mnaona, ukirudi kwenye Mwanzo kwenye story ya Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham, lakini Mungu alipotaka kumfungua uzao Sara na kumfanya Ibrahim awe na mataifa mengi, ikabidi ambadilishe jina Abraham to Ibrahim. Na sio tu yeye na mke wake, kwa sababu Sara alikuwa anaitwa Sarai, akaja akabadilishwa akaitwa Sara. Umeona? Kwa hiyo tunaona identities zinapobadilishwa, yani kwamba utambulisho wa jina unabadilika, kwamba tunafunga ya kale tunafungua mapya. Pia kwenye Mwanzo 32 mstari wa 28 akamwambia, jina lako hautaitwa tena Yakobo ila Israel, maana umeshindana na Mungu na watu na Mungu na watu, nawe umeshinda. Pia tunaona pia kwenye Mwanzo kuna kubadilisha jina kwa Yakobo. Sasa tunasema kama kuzaliwa upya kwa Mungu akampa upya Naomi kupitia uzao usio wake ni Ruth, na kumbariki kushika wajukuu kutoka kwa Boaz na Ruth. Sasa kupitia kubadilisha jina la Naomi kutoka kwa Naomi kuwa Mara, Mungu akafuta kitabu cha Naomi, akambatiza upya akawa Mara, na kupitia Mara akawa na mkamwana ambaye alimjali, akamthamini, akampa na mtoto. Kwa Naomi, kupitia Naomi to Mara kulikuwa na mabadiliko. Sawa? Kwa hiyo inamaanisha kwenye Biblia alikuwa amebadilishwa upya, amezaliwa upya. Sasa tukija kwenye maisha yetu ya kawaida, kuna watu baraka zetu zimefungwa kutokana na majina tuliobeba. Yes, kuna watu baraka zetu zimefungwa kutokana na majina tuliobeba. Majina mengi hubadilisha baraka za watu kwa kuchelewesha au kuzikosa kabisa. Ili kuwa mpya kwa Mungu, unapaswa kubadilisha utambulisho wako. Sawa? Unajua, ukirudi kwenye kitu cha ubatizo wa Kikristo ambao tunafanyaga, muda mwingi unakuaga na inakupasa uwe na jina kwenye ubatizo, si ndio? Lakini tunaendaga na watoto, lakini tunawabatiza. Tukiwa tunawabatiza pale tunawapa jina jipya. Sawa, mtoto alikuwa anaitwa fulani, then ukienda kumbatiza jina lake linaweza likawa lile lile unaomuita, lakini ile kumbatiza inamaanisha umebadilisha jina la, umempa upya kwenye madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Sawa, hivi ndivyo hata kwenye Biblia pia, kupitia kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 15, Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo hatutamuita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Unaona? Kwa hiyo tuna identity change here, name change. So ili tuweze kupata baraka zetu, sometimes tunatakiwa tubadilishe majina yetu. Na kubadilisha majina yetu sio kwamba unaenda unabadilisha vitambulisho vyako na nini, bali unakwenda madhabahuni na kumwomba Mungu akubadilishe jina lako la zamani na kukupa upya wa jina lako. Haya, tuendelee. Kitu kingine pia tunaona kwenye kitabu cha Ruth kwamba Naomi anarudi kwao. Sawa eh? Wengine utambulisho wenu umepotea kutokana na miji mlioingia na kupoteza kila kilichopaswa kuwa cha kwenu. Lakini miji mlioingia mkavaa laana ya ardhi bila kuibariki kwa Mungu. Tumeolewa, tumeingia miji ya watu. Tumetoka nyumbani kwetu, tumeenda kutafuta riziki kwenye miji ya watu. Lakini hapa tunaongelea Naomi ambavyo alivyoingia mji wa mumewe akapoteza mume na watoto wawili. Inamaanisha Naomi akapoteza kila kitu kutokana na, tunasema mji ule haukuwa na baraka zake. Ardhi ile haikuwa na baraka, kwa sababu muda mwingi ardhi hii tunayoiona inaweza ikawa na baraka au laana yako. Kwa hiyo tukiingia kwenye miji mipya tunabidi tuibariki ardhi kwa Mwenyezi Mungu ili tusipoteze. Sasa kupitia kitabu cha Ruth pia mlango wa 1 mstari wa 3 mpaka wa 5, nao ninasoma ukasema, kwenye huu mstari tutaona Naomi alivyopoteza watu. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanae wawili, nao wakaoa katika wake wa Moab. Jina la mmoja aliitwa Opa na mwingine aliitwa Ruth. Sawa eh? Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa.
Maloni na Kilioni, wote wawili. Sawa? Na huyo mwanamke alawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Tunaona kwenye hadithi hiyo hiyo akapoteza mume na watoto wake wawili baada ya miaka 10. Kisha nawe umeishia na tunasema sasa kwenye hapo ndo samani kidogo. Ukisoma hapa tunaona Naomi alivyoingia kwenye maumivu makubwa ya kupoteza watu watatu wa nyumba yake na kubakia na wakawana ambao sio watoto wake, ambao basi hata wangepata wajukuu hawakupata hata wajukuu. Umeelewa? Kwa hiyo Mungu anavyosema tubariki ardhi tunazoziingia ni kutokana na laana na baraka zipomi kwenye ardhi. Pia kupitia ardhi Mungu anasema kuna watu umeishia na laana hiyo na kupoteza utambulisho wako, kwa sababu kwenye ardhi kama ya Naomi alipoteza utambulisho wake wa kuwa mke, alipoteza utambulisho wake wa kuwa mama mkwe, alipoteza utambulisho wake kwa sababu watu wale walikufa. Sawa? Kwa hiyo tunaona utambulisho unavyoweza kuwa tu sio jina, bali utambulisho unaweza ukawa pia ukapotea kupitia ardhi ambazo tunazo. Sawa? Kuna wengine mmepoteza baraka zenu kupitia ndoa mlizonazo. Haya, maana ndoa ni madhabahu, lakini sio kila ndoa imebeba agano la Mungu. Sawa? Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ndoa nyingi zinatakiwa ziwe ni ibada. Tunasema ndoa ni ibada, ndoa zinakabidhiwa kwa Mwenyezi Mungu kwenye madhabahu ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna watu wamepoteza utambulisho wao kupitia ndoa. Mungu anaendelea na kusema kwamba wengine mmefunga ndoa na kufunga baraka za Mungu kwa kuwa madhabahu hizo ni chukizo kwa Bwana. Kuna watu wana ndoa zenu ambazo zimekuwa machukizo kwa Mwenyezi Mungu. Wanandoa wengi mmeitengua madhabahu zenu kwa kufanya iliyowapendeza nyinyi na sio Mungu, na imewapelekea kuto kuona ukuu wa Mungu, maana ni kama kitabu chenye vumbi na mkakibeba kila siku, hamkuwahi kukifuta na kukitunza. Hapa tumeongelea ndoa ni kama kitabu, kwamba kitabu unakibeba tu kila siku, kina vumbi, hujawahi kukifuta wala hujakitunza. Mwenyezi Mungu akaendelea na kusema, wengi mmebeza kiapo au agano mlionalo kupitia ndoa zenu. Sawa? Na Mungu amefuta baraka zenu. Akaendelea na kusema, japo machoni kwenu mpo sawa, lakini wengi wenu wanandoa hamuombeani mema, bali vita vya kushindana, na wengi mmefuta utambulisho wenu kwa Mungu. Sasa maelezo ya hapa tunaomba tuelezee kuhusu wanandoa ambao mmeingia kwenye ndoa zenu, ambao mmepoteza utambulisho wenu. Maelezo haya yanataka kufafanulia kwamba kuna watu ndoa zetu tumekuwa kama kitabu chenye vumbi. Yes. Na kwa sababu kitabu chenye vumbi kinapaswa kifutwe na kutunzwa, wala sisi hatufuti wala kutunza, na tunakibeba hicho kitabu kila siku. Nimeoa, umeelewa? Aikumbe baraka zako umezifunga kwa sababu hicho kitu hakipendezi kwenye madhabahu ya Mwenyezi Mungu, na kupitia kwa sababu hakipendezi kwenye madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunasema hakipendezi? Kwa sababu ndoa inapelekwa ni agano au kiapo kinachofanya kwenye madhabahu, lakini sasa kupitia kupoteza utambulisho wetu kwenye ndoa zetu kwa kuombea wenza wetu vita badala ya kushikana ile kupendana kama kiapo kinavyosema, na kupitia vile kunavyombea visasi tulivyobeba, masononeko tuliobeba kuhusu ndoa zetu, tunapoteza utambulisho wetu madhabahuni. Kupitia hiki kitabu cha Ruth pia tunaona kwamba Ruth anakuwa daraja la Naomi. Kama story yetu inavyosema, Ruth amekuwa mjane, Naomi amepoteza mume, amekuwa mjane na amepoteza watoto. Ruth alivyoulizwa, jamani basi sisi tuachane, Naomi alivyoambia jamani, Ruth akasema hapana, mimi nitaambatana na wewe. Kwa hiyo Ruth anakuja kuwa daraja la Naomi. Nataka tuelezee kidogo nini maana ya Ruth kuwa daraja la Naomi. Sawa? Mungu akasema Naomi alikuwa na wakwe wakamwana wawili, si ndio? Wakati anarudi nyumbani, yani mji wa baba yake, aliwaruhusu wanawake wale wasiambatane naye, bali wakaanze maisha mapya. Kifupi, wapo huru. Mmoja alikubali kuondoka, Ruth alibaki na Naomi. Sawa? Sasa kupitia Ruth 1 mstari wa 14 utaona kwamba pale ambako Ruth anawaambia Naomi anavyowaambia, lakini Ruth akasema hapana mama, mimi nitaambatana na wewe. Sasa hapa nina maswali.
nina maswali kwa wamama wakwe. Mwenyezi Mungu akasema, wangapi mtapata baraka za kuwa na wakamana na kuwapenda kama watoto uzao wako. Wamama wako wangapi mtapata baraka kwa kuwapenda kwa mwana wenu, yani kwa kuwapenda wanawake walioolewa na waume na watoto wenu. Swali la pili, wangapi mnapiga magoti na kuombea wanawake walioingia kwenye mji wako kwa kufunga ndoa na watoto wako? Wangapi mnaombea ndoa za watoto wenu? Wanawake wengi tunaombeaga, Mungu watoto wetu wapate ndoa, walikishapata maombi yanaisha. Lakini Mungu anauliza, wangapi tunawaombea wakwe? Sana sana wanawake, yani wewe kama ni mama, unapigaje magoti kuombea wakawana walioingia kwenye mji wako? Wangapi wanafanya hivyo? Pili, wangapi mna roho kunjufu ya kupokea wakwe zenu kama mabinti na sio wake wenza? Si unajua mambo ya wake wenza, mnakuwa mnapandishana mabega, lakini wangapi wana huo muda wa kupokea wakawana kama wake zao, kama wake wenza, kama watoto wao waliowazaa? Yaani kwamba unamweka mkamwana wako na watoto wako kike wanakuwa kitu kimoja, kwamba unaweza kuwaombea wote na kuwabariki, sio kwa kumpoint finger huyu anakuwa kama mke mwenza. Wangapi wanafanya hivyo? Wangapi wanawapenda na kukunjua moyo kabisa kwamba huyu mkamwana ni kama binti yangu? Sawa. Naomi aliishi na Ruth kama binti yake, na Ruth akawa daraja la Naomi kufungua baraka zake upya baada ya kuolewa na Boaz wakati wa uzee, na Naomi akalea wajukuu wa Ruth. Ruth 4:16. Sawa. Hebu imagine kama Naomi angekuwa kama wamama wako wa siku hizi. Wamama wako ambao wanagombana na wakawana. Wamama wako wakamwana wanagombana na wakwe zao. Hapa naongelea mama mkwe na binti aliyoolewa na mume na mtoto wako. Kila sana nasema samahani, sio mume, aliyoolewa na mtoto wako wa kiume, wakamwana. Yaani mama wa siku hizi mlivyo, wangapi wana moyo kama wanaume? Yaani wewe ulipo hapo una moyo kama wanaume, kwamba yule umezika watoto wako, unabaki na huyu mjane, sawa, na ukampenda kama mtoto wako, ukambeba moyoni mwako kama mtoto wako, kama Naomi alivyombeba Ruth. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Ruth pia unaona Naomi wakati Ruth anampata Boaz, Naomi ndo aliyemshauri jinsi gani Ruth anapaswa kuwa na Boaz. Akamwambia, oga na upake mafuta uende. Huyu mama si amemchukulia Ruth kama binti yake? Wangapi wa mama saizi mnafanya hivyo jamani? Ruth alimjali na kumtunza Naomi kama mama yake mzazi. Sasa hapa tunarudi sasa kwa nyinyi mabinti mlioolewa. Je, sawa, wangapi mnabeba mama wakwe zenu? Sawa? Yaani mnawabeba mama wakwe zenu kama mama zenu. Yaani wangapi mnawabeba mama wakwe zenu kama mama zenu kabisa? Unaona kabisa hawa ni kama mama yangu. Na wangapi mmepoteza baraka zenu kwa kuwa na vita vya sirini na mama wa mumeo? Kuna wake hawataki kuona wamama, yaani ule mama aliyemzaa huyo anaitwa mumewe, hataki kumuona. Kuna watu wanaingia kwenye miji ya ndoa, unakuja kama umeambiwa unaenda kupigana. Kwa hiyo yani unakuwa uko ready for yani chochote, yani hana mema yule mama. Wangapi mnaombea wa mama wako jamani? Wangapi Mungu akishuka hapa akisema jamani natoa baraka kwa ajili ya watu wanaoombea mama wako, utatoka so proud na kusema mimi hizo baraka nitazipata? Wangapi unavyomjali mama yako mzazi, unamjali na mama wa mumeo? Wangapi? Wangapi? Yani kaa utafakari kwamba kama Ruth alitumika kama daraja kwa Naomi, sawa, na Ruth akampenda Naomi, japo Ruth alipoteza mume, akampenda Naomi kama mama yake. Lakini wetu wengi, ndio maana tunasema kwenye hii kuna utambulisho, tumepoteza utambulisho wetu kwa sababu hatuombei wamama wa watu. Tunapoteza. Mungu ameuliza akasema, wangapi mmepoteza baraka zenu kwa kuwa na vita vya sirini na mama wa mumeo? Sawa. Alafu wangapi mmebeba mama wakwe zenu kama mama zenu? Ukipitia Ruth mlango wa kwanza mstari wa 16 mpaka 17, tunaona Ruth ambavyo anavyoambatana
na yule mama. Tena kuna sehemu anasema kabisa, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, utakapokaa nitakaa mimi. Huo ni upendo kiasi gani? Wewe mwanaume akifa tu, tutoe tu mwanaume akifa, huko ni mbali. Hapa tu sasa hizi mumeo yuko hai, akileta topic yoyote ya mama yake hapa katikati, hauko tayari. Na unasema kabisa niko kwenye ndoa, nimeolewa, lakini wewe ndani yako unagombana na mama mkwe. Ndani yako una chuki na mama mkwe. Ndani yako wewe na mkamwana wako haviendi. Ndani yako yani wewe, yani roho yako huko yani imekuwa nyeusi, tunaweza tukasema. Alafu tunasema tunapata baraka. Hatuwezi kupata baraka. Kama wewe ni mama mwenye mtoto wa kiume ambaye ameoa, ambaye uliomba apate ndoa, akapata ndoa, akakuletea binti wa watu ambaye ni mkewe, hakikisha wewe mama unamuombea yule mwanamke aliyeambatana na mtoto wako. Yes, kwa sababu yule mwanamke atapata wajukuu ambao ni watoto wako. The same apply. Wewe dada uliyeomba ndoa, Mungu akakupa ndoa, akakupa mume ambaye mama yake yupo hai, akakupa mume ambaye ana mama yake yupo, anaweza kawa lakini labda hayuko hai labda, lakini tuseme umepata mume ambaye ana mama, ana figa ya mama. Hakikisha zile baraka zile ulizoziomba za ndoa ziambatane na wewe to the extent ambayo you kneel down kumwombea yule mama, kwa sababu unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya yule mama. Kwa nini? Kwa sababu bila yule mama tusingekuwa na yule mwanaume, bila yule mama kusingekuwa na identity yako, isingebadilika utambulisho wako wa kutoka kuwa binti na kuwa mke kwa kuingia kwenye mji wa yule mwanaume, kwa sababu yule mwanaume amekuletea baraka. Umenelewa? Lakini usikae ukawa una vita na mama mkwe kwa sababu unafunga baraka zako. Hivi unajua kwenye Mungu vitu vinavyofanyika ni kwamba Mungu anafanya value exchange. Yaani Mungu hawezi kukupa wewe baraka kama endapo uombei baraka. Mungu wewe hawezi kukuneemea kama wewe humneemei mtu. Ndio hivyo inavyokuwa, ni value exchange. Yaani kama wewe unaona kabisa una vita na mama mkwe wako, ukipata watoto wa kiume utakuwa mama mkwe. Waswahili waamini tunasemaga what goes around comes back around. It's a formula. Ukiwa mama mkwe, hicho unachomfanyia mwanamke mwenzio ambaye ni mama mkwe, inamaanisha na wewe utakuja utakikutana nacho. So tujihakikishe sana, tujiangalie sana kupitia vitu tunavyovifanya. Kwa hiyo wapendwa, kupitia kitabu cha Ruth tumeona utambulisho. Tumeona utambulisho unavyoweza kubadilika kutokana na miji tunayoingia. Tumeona utambulisho unaweza kubadilika kutokana na ndoa tunazofunga. Tunaona utambulisho unaweza kubadilika kutokana na watu ambao tunakutana nao na kufanya madaraja na kufanya utambulisho wetu. Kwa hiyo hii hapa inatufundisha kwamba utambulisho wetu unabadilika kutokana na hivyo vitu, lakini pia utambulisho unabadilika kimungu. Inaweza ikawa kwenye maisha ya kawaida usione kama utambulisho wako unabadilika, lakini pia kimungu kuna vitu tunatakiwa turudi madhabahuni kwake na kuuliza utambulisho wetu ukoje kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ukipata muda wa kusoma kitabu cha Ruth, soma ukiwa unatafakari kwamba utambulisho wangu unabadilika kama Naomi. Inaweza ikawa wewe sio mama mkwe, unaweza ukawa wewe sio mke, unaweza ukawa wewe ni binti tu, unaweza ukawa wewe ni kaka tu umepata, lakini utambulisho wako umetambulikaje na Mwenyezi Mungu? Je, utambulisho wako umetambulika madhabahuni? Je, utambulisho kwenye mji uliopo kuna baraka au kuna laana? Je, utambulisho wako kwa watu ulionao, je, ni daraja au ni ngazi au ni ukuta? Lazima ujue hivyo vitu. Kwa hiyo naamini umejifunza sana kupitia kitabu cha Ruth katika somo letu la leo la utambulisho. Nashukuru, na pia ninapenda uweke comment yako hapo chini kama kuna kitu umejifunza na unapenda ufafanuzi zaidi. Asanteni sana, I hope umejifunza kitabu cha Ruth leo. See you next time. Kila laheri. Shosti! Tusemezane.